Asante sana ndugu mtangazaji, kwa jina naitwa Koplo Saidi. Natoka ofisi ya mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma, dawati la elimu kwa umma. Ndugu wasikilizaji, ndugu watazamaji kupitia TV Uhondo TV, leo tunakuja na mada mambo ya kuzingatia katika kipindi hichi cha sikukuu. Mambo ya kuzingatia katika kipindi hichi cha sikukuu kwa watumiaji wa barabara. Mambo mingi hapo kuzingatia, lakini kwa watumiaji wa barabara. Leo hii tunazungumzia watumiaji wa barabara kwa upande wa watembea kwa miguu. Watembea kwa miguu ni miongoni mwa makundi ambayo wanatumia barabara. Hivyo basi, kwa watembea kwa miguu watakiwa watafute sehemu sahihi na salama za uvukaji. Sehemu salama ya uvukaji, sehemu ya kwanza tunazungumza uvukaji ukiwa salama. Upi uvukaji ukiwa salama? Utavuka uvukaji ukiwa salama, jambo la kwanza utaenda pale ambapo alipo afisa polisi. Afisa polisi yuko pale, hususa tukiangalia katika siku ya sikukuu. Kama kikosi cha usalama barabarani tupo maeneo tofauti tofauti, hususa katikati ya jiji kwenye mkusanyiko wa watu, ili kusudi wananchi mbalimbali waendelee kuwa salama, hususa wananchi wa jiji la Dodoma. Lakini unapomkuta afisa polisi atakuvusha, utaenda salama, lakini pia utakaporudi atakuvusha ukiwa salama. Lakini sehemu nyingine ya kuvuka. Sehemu nyingine ya kuvuka salama ni sehemu unasema kwenye kivuko cha tembea kwa miguu, kwa maana zebra crossing au kivuko cha punda milia. Unapofika pale, simama, angalia kulia, angalia kushoto, angalia tena kulia, halafu uvuke mdogo mdogo, usikimbie. Kwa nini tunasema uvuke mdogo mdogo usikimbie? Tunasema uvuke mdogo mdogo usikimbie kwa sababu unapokimbia kitu chote kinaweza kutokea, ukajikwaa ukaanguka, lakini haki yako ya msingi kuhakikisha umetembea mdogo mdogo na kuvuka ukiwa salama. Unavukaje ukiwa salama? Subiri magari yasimame, mwisho wa siku uvuke ukiwa salama. Lakini kwenye kivuko cha tembea kwa miguu, pia kwenye kivuko cha tembea kwa miguu unaweza uvukaji salama kwenye sehemu za taa za kuongozea magari. Barabarani kuna taa. Taa za kuongozea magari unaziona pale ziko tofauti tofauti. Kuna wale ambao zinaruhusu magari, pia watembea kwa miguu. Subiri magari yapite, itakuonyesha ishara kwamba wewe sasa ni muda mwafaka utavuka na ukiwa salama. Lakini mtembea kwa miguu atazingatia sehemu za uvukaji. Atatafuta sehemu salama ya uvukaji. Tunapozungumzia sehemu salama ya uvukaji, kwa mfano kuna baadhi ya barabara bado ni changamoto, yanajengwa lakini ni fupi, rough road. Nini kinafanyika? Basi utakiwa uangalie kushoto na kulia, mwisho wa siku uvuke. Kuna baadhi, kama tunaangalia kesho kutwa ni sikukuu, basi kuna watoto ambao wanatoka majumbani, lazima nao washerehekee. Wazazi, hakikisha unamchukua mtoto wako, unaenda naye kwenye sehemu ya starehe, tunasema ya kubembea na kadhalika. Lakini unapotembea barabarani, hakikisha umetembea barabarani umetembea mkono wa kulia mwa barabara. Kwa nini tunasemea mkono wa kulia barabara? Tunasema utembee mkono wa kulia barabara kwa sababu lolote litakalotokea mbele yako, aidha kama ni gari kupata shida yoyote, imefeli breki, lakini pia imetupata hitilafu, lakini la kuletea ni rahisi wewe kulikwepa na kujiweka salama kabisa. Lakini unapokuwa na mtoto, wakati unaongozana naye, wakati unatembea na mtoto, mshike mkono wa kulia. Unapomshika mkono wa kulia, anakuwa salama wewe, lakini pia mtoto anakuwa salama. Ndugu mtangazaji, ndugu msikilizaji, tuhakikishe siku ya sikukuu watoto wetu tunarudi nao kwa muda angalau ni mzuri. Tunasema muda gani unakuwa ni mzuri? Muda mwafaka tukasema unaweza kwenda mapema, lakini ukawahi kurudi. Tunaamini tukikushauri unaporudi muda wa saa 12 jioni, naamini muda mzuri, kwa sababu na kesho
pia na yenyewe ni sikukuu. Naamini tukivuka salama, tutafika salama. Tuendeshe salama, tufike salama. Asante sana. Kwa majina anaitwa Koplo Amina, natokea ofisi ya mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Dodoma, dawati la elimu kwa umma. Mimi napenda kuwasihi tu ndugu watazamaji, wanapokuwa barabarani wafuate sheria ya usalama barabarani, na wazungumze na barabara na wawe makini. Kama hapo wale walizungumza kwa Koplo Saidi kwenye vivuko vya watembea kwa miguu, watavuka pale ambapo hivyo afisa wa polisi, kivuko cha pundamilia. Hivyo basi tunataka watumiaji wa barabara wafuate sheria za usalama barabarani. Ndugu mtangazaji, namshukuru Mwenyezi Mungu aliyetufikisha siku ya leo na safari tuliotoka mpaka tukafika hapa. Kwa jina anaitwa Tamim Songoro, ni mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi, natokea ofisi ya mkuu wa usalama barabarani, dawati la elimu kwa umma. Kinamna pekee tumewiwa, kwa sababu ni dawati la elimu, tumewiwa kuja kuelimisha umma. Kuelimisha kwa namna gani? Ni vitu gani wanatakiwa wafanye wanapokuwa wanatumia barabara, na ni vitu gani wasifanye wanapokuwa wanatumia barabara, haswa kipindi cha sikukuu. Kimsingi hapa mtangulizi aliyeanza Koplo Saidi ameongelea watumiaji wa barabara, akawaongelea watembea kwa miguu. Lakini watumiaji wa barabara kuna vyombo vya moto, kuna wasukuma mikokoteni, kuna waendesha baiskeli na kadhalika, na waswaga wanyama. Sasa mimi kwa kuongezea pale alipoongea Koplo Saidi kwamba sasa hawa watembea kwa miguu nini wanatakiwa wafanye barabarani na nini wanatakiwa wasifanye, kabla sijaongelea vyombo vya moto. Watembea kwa miguu wanapokuwa barabarani wajitahidi kuzungumza na barabara kama alivyosema. Kwa maana ipi? Wafuate sheria zote, sheria za usalama barabarani, kwani sheria inataka uifuate, sio ikufate, au kutojua sio kinga. Sasa huyu mtembea kwa miguu anapokuwa anaitumia barabara aitumie vipi? Anapofika atafute sehemu sahihi ya kuvuka. Katueleza kwamba kivuko mojawapo cha barabarani ni pale alipo ofisa wa polisi. Ofisa wa polisi atafanya nini? Ofisa wa polisi atamsaidia yeye kuvuka. Ofisa wa polisi amepewa mamlaka kusimamisha gari sehemu yoyote, manaka atasimamisha gari au magari na yeye atapita. Wakiwaona askari polisi wawafikie watembea kwa miguu wao, waombe kwa maafisa kuwavusha. Ni moja ya kazi ya askari polisi wa usalama barabarani kuhakikisha kwamba hawa watembea kwa miguu wanakuwa salama. Lakini huyu mtembea kwa miguu sasa nini asikifanye? Mtembea kwa miguu anapofika zebra cross, kwa maana kivuko cha watembea kwa miguu, anatakiwa akifika asimame, angalie kulia, angalie kushoto, then angalie kulia aweze kuvuka. Lakini kwa nini angalie kulia mara mbili? Angalie kulia mara mbili kwa sababu gari la kwanza litatokea kulia kwake, kwa maana magari yanaendeshewa kushoto, ambao ndo kushoto kwa dereva. Lakini akiwa anavuka afanye nini? Akiwa anavuka huyu mtembea kwa miguu asikimbie. Ahakikishe kwamba dereva amesimama na amemuona. Ahakikishe kwamba dereva amechukua tahadhari zote, basi avuke akiwa anatembea, asikimbie. Kwa nini asikimbie? Asikimbie kwa sababu anaweza kaanguka na mwisho akasababisha ajali. Lakini sasa kwa upande wa pili tunaongelea vyombo vya moto. Watumiaji wa vyombo vya moto wafanye nini na nini wasifanye? Dereva kama dereva, kwanza kwa kipindi cha sikukuu anatakiwa awe katika hali nzuri. Hali nzuri kwa maana ipi? Dereva asiwe amelewa. Dereva asiwe na changamoto ya afya, kwa maana asiwe mgonjwa. Lakini huyu dereva tunaposema kwamba asiwe amelewa, kwanza sheria ya usalama barabarani inakataza kutumia pombe ukiwa unaendesha iliyopitiliza kiasi. Kifungu cha 49 cha sheria ya usalama barabarani ndio kinatuambia kiwango elekezi. Kwa maana huyu dereva anayetumia chombo cha moto asinywe kupitiliza. Atumie, lakini atumie kiasi, kwa maana kwa magari binafsi. Lakini kwa magari ya abiria basi yule dereva
haruhusiwi kutumia kabisa. Lakini hawa watumiaji wa vyombo vya moto wahakikishe wanapoingia barabarani vyombo vyao viko imara, vimesevisiwa, vimefanya service, kwa maana kifungu cha 39 cha sheria ya usalama barabarani kinakitaka chombo chochote kitakapoingia barabarani mifumo yake iwe imetengenezwa. Lakini huyu dereva, mtumiaji wa chombo cha moto, tunapomsema dereva maana yake tunamaanisha hata yule afisa msafirishaji, kwa maana bodaboda. Yule anatakiwa afanye nini? Azingatie alama za barabarani, azungumze na barabara, kwani barabara inazungumza, ndugu mtangazaji na mtazamaji. Kwa maana inazungumza kivipi? Unapokuwa barabarani utakuta kuna kivuko cha watembea kwa miguu. Lakini dereva kabla hajafika kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, lazima atakutana na alama ya tahadhari kwanza, inayemtahadharisha kwamba mbele kuna kivuko cha watembea kwa miguu. Lakini anapofika pale kwenye kivuko, atakutana na alama ya taarifa inayemtaarifu kwamba sasa hapa ulipofika ndipo kilipo kivuko cha watembea kwa miguu. Lakini sasa dereva akifika pale anatakiwa afanye nini? Kifungu cha 65 cha sheria ya usalama barabarani, kifungu kidogo cha 10, ndio kinamtaka dereva akifika kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, akikuta kuna watu au mtu anaonyesha nia ya kuvuka, anatakiwa asimame, dereva avuke. Au akikuta mtu au watu wameshaanza kuvuka, asiwaovertake, asiwapite, anatakiwa asimame kusudi watu wavuke. Lakini sasa kwa wito wangu, tunawataka watumiaji wa vyombo, mathalani kama mjini katikati hapa kwetu tuna hizi barabara ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10 mpaka ya 11. Hizi barabara zinatumika one way, kwa maana kwamba kuna sehemu ni no entry, kuna sehemu inaruhusu. Sasa hizi barabara wazitumie vizuri. Ndio tumesema wazungumze na barabara. Wazungumze na barabara kwa maana kwamba kumewekwa alama za no entry, kwa maana anakatazwa asiingie. Ukikatazwa kuingia maana yake kuna anayetoka, kwa sababu barabara inatumika upande mmoja na upande wa pili watu wanaitumia kwa parking kwa ajili ya kununua mahitaji. Sasa yale mahitaji wataweza kuyanunua, kwamba mtu ananunua mzigo mkubwa asipate kadha ya kuweza kubeba kwa umbali mrefu, au asiongeze gharama wakaacha upande mmoja, kwamba wanaweza wakapaki gari na wakaweza kupakia mizigo. Lakini inapokuwa imetumika barabara vibaya, maana yake sasa utaleta msongamano usiokuwa na sababu, utaleta msongamano, watu hawatafikia malengo yao. Kwa maana hiyo, kwa kipindi cha sikukuu hiki kunakuwa na population kubwa, kuna msongamano mkubwa, watu wanaenda kununua vitu madukani. Kwa maana hiyo sasa tunaomba, kama itakulazimu, basi unaweza ukaacha gari sehemu tofauti ukaja kwa mguu kusudi usiweke msongamano. Lakini tunamtaka tena huyu muendesha chombo cha moto kuendesha gari, asiendeshe gari kwa uzembe. Asiendeshe gari kwa uzembe, kwa maana uzembe unapelekea kupata ajali. Mathalan, anaongea na simu. Wakati anaendesha kile chombo anakuwa anaongea na simu. Sasa ukiwa unaongea na simu unapoteza concentration ya kuongoza gari. Unapoteza concentration ya kuangalia watembea kwa miguu. Mwisho wa siku wewe utakuja kusababisha ajali. Lakini asiwe mlevi. Tumesema kwamba kuna kiwango elekezi cha ulevi. Sasa asipokuwa mlevi, huyu anapotumia, anayeendesha chombo atasaidia. Asione kwamba hii ni sikukuu sasa ndio siku ya kujiachia, hapana. Kama yeye anataka kutumia pombe, kama yeye anaona basi kutotumia pombe kwake siku haitaenda, basi sisi tunamshauri atumie usafiri wa umma. Aingie kwenye usafiri wa umma, tuna bodaboda, tuna bajaji, tuna IC, tuna Uber na kadhalika, itaweza kusaidia. Lakini pia kuna wenzetu wa vijana wanafungulia muziki kwa sauti kubwa. Muziki na yenyewe sio mizuri, maana yake hutoweza kusikia. Hata gari ikipata pancha utaendelea kutembea hivyo hivyo, hata ukipigiwa honi utaendelea kutembea hivyo hivyo. Ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji, tunakuomba chonde kwa kipindi cha sikukuu hiki, ni kipindi cha kutulia, ni kipindi ambacho unatakiwa sasa wewe kujitahidi na kuhakikisha unafata sheria na kanuni za barabarani. Lakini hawa waendeshaji wa vyombo vya moto, ndugu mtangazaji, ndugu mtazamaji, tufate ishara za askari.
askari, kwa maana kipindi kama hiki cha sikukuu wanakuwa wamepangwa askari barabara tofauti tofauti kwenye kona tofauti tofauti kulingana na misongamano. Askari wanaelekeza, mathalan ukimwona askari anaelekeza anavuta magari, akivuta manake mfate, njoo, endesha gari, anaweza kukuonyesha kwamba speed up, anaonyesha mikono akiwa maana yake utembee haraka haraka kusudi upunguze msongamano. Sasa tukijikita kwenye kufuata hizo alama itasaidia kutoa msongamano na sikukuu itaenda vizuri. Lakini ya mwisho kwenye kupaki vibaya, ile wrong parking. Wrong parking, ndugu mtazamaji, unapokuwa unatumia chombo chako cha usafiri, tafuta sehemu sahihi ya kupaki gari. Mathalani kwa Dodoma yetu tunapoongea hivi sasa, pale soko kuu Majengo. Soko kuu kuna ukarabati. Soko kuu wamebadilisha matumizi, kwa maana kuna baadhi ya barabara zimefungwa. Sasa zile barabara zilivyofungwa, tujitahidi watu wote, kwa sababu tunaelekea kule kwa ajili ya kwenda kununua mahitaji. Tunapoelekea kwenda sokoni kule kununua mahitaji, kwa sababu ya ufinyo wa barabara zilivyo, tusiache ukaigesha gari barabarani ukajua kwamba naenda para haraka. Watu wote wanaelekea kule, na sisi kama jeshi la polisi wamepanga askari, tumepangwa kule, na sisi wasimamizi tunasimamia kuangalia tunakwamua msongamano, kusudi sasa tusije kuingia kwenye mgogoro. Naingia kwenye mgogoro kwa maana kwamba umevunja sheria, umeacha umepaki gari, umesababisha msongamano isiyokuwa ya lazima, basi kama wasimamizi wa sheria tutachukua hatua. Sasa kusudi tusichukue hatua na usione kwamba jeshi la polisi si rafiki kwa Watanzania, kwa wateja wetu, basi tunakuomba uyafuate haya machache tuliyosema. Naamini tukifanya hivi tutaendesha salama na tutafika salama.